Wanasema mapenzi ni ya watu wawili, ila pakiingia mtu wa tatu, hapo ndipo mauti ya hisia yanapoanza. Karibuni katika Book Story, elimu ya wote, sehemu pekee unayopata mikasa ya kweli inayofunza na kuonya jamii. Leo tunawaletea mkasa mzito kutoka hapa Tanzania. Ni kisa cha binti Mariamu, binti wa Sheikh anayeheshimika, aliyenaswa katikati ya mtego wa tamaa ya wazazi na upendo wa kweli wa kijana Abdul Sahi, muuza samaki mwenye moyo wa dhahabu. Je, nini hutokea pale mzazi anapotumia unafiki kuvunja ahadi ya Mungu? Je, utajiri unaweza kununua amani ya moyo, au ndo unachimba kaburi la furaha? Kutoka kwa mtego wa hoteli hadi ndoa ya jambazi sugu, na mwisho wa kusikitisha uliowaacha wazazi na majuto ya milele. Huu ni mkasa ambao hautaki kuukosa hata sekunde moja. Kaa karibu, sikiliza kwa makini, maana funzo hili linaweza kuokoa ndoa yako au maisha ya binti yako. Hii ni elimu ya wote. Kabla hatujaanza, hakikisha umesha subscribe na kubonyeza kengele ili uwe wa kwanza kupata ukweli huu mchungu. Katika mitaa ya jiji la Pwani nchini Tanzania, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Abdul Tul. Abdul hakuwa na elimu kubwa, wala hakuwa na ndugu wa karibu mjini pale, kwani alitokea kijijini tangu akiwa mdogo kutafuta maisha. Kazi yake ilikuwa ni moja tu, kuamka alfajiri, kwenda feri kuchukua samaki na kuwauza sokoni. Siku moja, baada ya biashara yake kuisha, Abdul alikuwa akitembea kwa miguu kuelekea nyumbani kwake. Pembeni mwa barabara, alimwona mzee mmoja mwenye heshima kubwa, aliyevalia kanzu safi. Huyu alikuwa ni shekhe. Gari la shekhe lilikuwa limezima, na alionekana mwenye mahangaiko makubwa. Abdul hada na Msahi akiwa na moyo wa kusaidia, alimfuata na kumuuliza, "Shikamoo babu, kuna tatizo gani?" Shekhe akajibu kwa unyonge, "Gari langu limezima ghafla kijana wangu, na sielewi tatizo ni nini." Abdul Habiza, ambaye alikuwa na ujuzi wa asili wa ufundi, alifungua boneti la gari lile, na ndani ya dakika chache alifanikiwa kuliwasha. Shekhe alifurahi sana, akampa Abdul pesa nyingi kama shukurani na kumuomba namba yake ya simu. Tangu siku hiyo, urafiki wao ukaanza. Siku chache baadaye, Shekhe alimwalika Abdul Haya nyumbani kwake kwa ajili ya chakula cha jioni. Abdul Haya alijitahidi kuvaa nguo yake safi kabisa na kwenda. Alipofika katika jumba lile la kifahari, alikaribishwa kwa ukarimu mkubwa. Akiwa ameketi sebuleni, mlango wa ndani ulifunguka na akatokea binti mmoja mrembo kama malaika. Huyu alikuwa ni Mariamu, binti pekee wa Sheikh. Macho ya Abdul na Mariamu yalikutana, na kwa mara ya kwanza, Abdul alihisi mapigo ya moyo wake yakibadilika. Sheikh aliona vile Abdul alivyomtazama binti yake, akatabasamu na kusema, "Huyu ndiye binti yangu Mariamu, na huyu ni mke wangu mpendwa." Mariamu alikuwa amevutiwa na unyenyekevu wa Abdul Aya. Licha ya Abdul mtu kuwa muuza samaki, Mariamu aliona ndani yake mwanaume mwenye heshima na maono. Mapenzi yao yakaanza kuchipua kwa siri, wakikutana na kupeana ahadi za dhati. Mariamu alimwambia Abdul, "Hata uwe na nini au usiwe na nini, moyo wangu ni wako." Siku moja, wakati penzi la Abdul na Mariamu likiwa limeshika kasi, palitokea tajiri mmoja mkubwa aliyeishi Marekani. Tajiri huyo alifika kwa Shekhe na kutoa ofa nono, "Nataka kumwoa Mariamu, na nitakupa kila kitu unachotaka, nitajenga msikiti na kukupa magari." Tamaa ikamwingia Shekhe na mkewe. Walisahau wema wa Abdul Soromun na kuanza kumshinikiza Mariamu aolewe na tajiri huyo. Mariamu alilia na kusema, "Baba, mimi nampenda Abdul Soromun, la huyu tajiri simjui." Lakini Shekhe alimgeuka binti yake na kusema, "Yule kijana ni fukara, atakupa nini zaidi ya harufu ya samaki?" Ili kumaliza kabisa penzi hilo, Shekhe alipanga mpango wa kishetani. Alimtafuta rafiki wa karibu wa Mariamu na kumpa pesa nyingi. Alimwambia, "Mshawishi Abdul, mkae hotelini, mchezee na umshike, mimi nitakuja na Mariamu amkute akiamini kuwa anasalitiwa." Siku ya mtego ilifika. Rafiki huyo msaliti alimdanganya Abdul Teru kuwa ana shida na anahitaji ushauri hotelini. Walipokuwa wakinywa chai, Shekhe alimchukua Mariamu kwa nguvu na kumpeleka hotelini hapo. Mariamu alipomuona Abdul Sahala akiwa karibu sana na rafiki yake huyo, alishituka. Rafiki yule kwa unafiki akaanza kumshika Abdul Teli mbele ya Mariamu. Mariamu alipiga kelele kwa uchungu, "Kinyota Abdul, kumbe wewe ni msaliti, unatoka na rafiki yangu." Abdul alijaribu kujitetea akisema, "Hapana Mariamu, huyu kanitafuta kwa shida zake." Lakini Shekhe akanyanyua sauti, "Tumeshaona, wewe ni kijana mchafu na huna heshima." Mariamu kwa hasira na maumivu alivunja mahusiano pale pale huku akilia. Baada ya tukio lile, Mariamu alikata tamaa na maisha. Kwa hasira, alimwambia baba yake, "Niozeshe kwa huyo tajiri unayemtaka, maana wanaume wote ni wasaliti." Harusi kubwa ilifanyika. Abdul alisimama kwa mbali,
akiangalia harusi hiyo, machozi yakimtiririka. Aliona jinsi penzi lake lilivyoteketea kwa uongo. Alichukua virago vyake na kurudi kijijini kwa wazazi wake, akiwa na jeraha lisilopona moyoni. Mariamu aliondoka na mume wake mpya kwenda kuanza maisha. Lakini baada ya mwaka mmoja, kiza kikaanza kutanda. Siku moja polisi walivamia nyumba yao na kumkamata mume wa Mariamu. Ukweli ukatoka msaada. Mume yule hakuwa mfanyabiashara, bali alikuwa jambazi sugu wa kimataifa, ambaye kazi yake ilikuwa ni kufunga ndoa na wanawake na kisha kwenda kuwauza au kuwatumia kama wasafirishaji wa dawa za kulevya. Mariamu alibaki peke yake, akiwa amedhalilika na mwenye maumivu makali, huku mume wake akihukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Siku moja Mariamu akiwa barabarani akiwa na mawazo mengi, alikutana na yule rafiki yake wa zamani. Mariamu alianza kumtukana, "Ondoka hapa msaliti wewe. Uliharibu maisha yangu." Yule rafiki alishindwa kuvumilia na kusema, "Mariamu, usinitukane mimi. Nenda kamtukane baba yako. Siku ile hotelini, baba yako ndiye aliyenilipa nifanye vile ili umwache Abdul Waha. Abdul hakuwa na kosa, alikupenda kwa dhati." Dunia ya Mariamu ilizunguka. Alihisi ardhi inapasuka. Alikimbia mpaka kijijini kwao Abdul Saru kumwomba msamaha, lakini alipofika alikuta Abdul Saru ameshaoa mwanamke mwingine wa kijijini na wana mtoto mmoja. Abdul Saru kujaza maombi haya, alimwambia kwa sauti ya upole, "Kinyota Mariamu, nilikupenda, lakini ulinihukumu bila kunisikiliza. Sasa nina maisha yangu." Mariamu alirudi nyumbani kwa baba yake akiwa amechanganyikiwa. Aliwatukana wazazi wake kwa kumpotezea furaha ya maisha yake kwa tamaa ya pesa. Alijifungia chumbani na kuandika barua yake ya mwisho. "Kwa baba na mama yangu mliowapenda. Naandika barua hii nikiwa na mikono inayotetemeka, lakini moyo wangu umeshatuama na kufanya maamuzi. Wakati mnasoma barua hii, sitakuwa tena sehemu ya ulimwengu huu wenye hila, unafiki na tamaa ya mali. Baba na mama, mlinilea kwa upendo na kunipa mahitaji ya mwili, lakini mlishindwa kuulinda moyo wangu. Mlichagua fedha badala ya furaha yangu. Mlimdharau Abdul Bekwe wasiata apili yangu kwa sababu tu alikuwa muuza samaki, mkasahau kuwa heshima na utu wake vilikuwa na thamani kuliko mamilioni ya yule jambazi mliyemwita tajiri. Baba, ulimtengenezea mtego kijana asiye na hatia. Ulimlipa rafiki yangu anisaliti ili tu niamini Abdul Ohme ni msaliti. Leo hii nimegundua ukweli wakati ambapo maji yameshamwagika. Abdul Ohme ameshaoa, ana maisha yake, na mimi nimebaki kuwa mabaki ya mwanamke aliyedhalilika mikononi mwa jambazi mliyemchagua ninyi. Hili ni funzo kwa dunia nzima na kwa wanandoa. Mapenzi ni ya wawili. Pakiingia mshauri wa tatu mwenye nia mbaya, hapo si mapenzi tena, bali ni maangamizi. Mali siyo furaha. Mlidhani mnanitafutia maisha bora, kumbe mlinisukuma kwenye shimo la simba. Yule mliyemuona kero. Abdul alikuwa kero kwenu kwa sababu ya umaskini wake, lakini yeye ndiye aliyekuwa na mapenzi ya kweli ambayo yangeilinda heshima yangu. Nimechagua kifo ili kupumzisha maumivu haya yanayochoma ndani ya kifua changu. Msinitafute, bali tafuteni msamaha kwa Mungu kwa maisha mliyoyaharibu. Kwa heri dunia, kwa heri wazazi wangu. Mariamu alikunywa dawa za panya na kufariki dunia usiku ule. Mama yake alipokwenda kumwamsha asubuhi, alikuta mwili wa binti yake ukiwa umepoa. Nyumba ilijaa simanzi na kilio kikubwa. Mama yake Mariamu, kwa hasira ya kupoteza binti yake, alimwambia Sheikh, "Wewe ndiye muuaji wa mwanangu." Akachukua nguo zake na kuomba talaka, akamwacha Sheikh akiwa mpweke. Hadi leo, yule Sheikh anaishi kwa majuto. Amekuwa mzee wa kutoa mawaidha misikitini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, nimesimama mbele yenu leo si kama Sheikh mwenye elimu nyingi, bali kama baba aliyefeli. Nimesimama kama mtu ambaye mikono yake imechafuka kwa damu ya binti yake mwenyewe, Mariamu. Ndugu zangu wazazi, sikilizeni kwa makini. Mali ni mapambo ya dunia, lakini mapenzi ya dhati ni zawadi kutoka kwa Allah. Mimi nilikuwa na kijana mwema, Abdul. Alikuwa maskini wa mali, lakini alikuwa tajiri wa heshima na uaminifu. Badala ya kumshukuru Mungu kwa kunipa mkwe anayempenda binti yangu, macho yangu yalipofushwa na dhahabu na dola za yule niliyemwita tajiri. Nilimdharau Abdul Siri kwa sababu ya harufu yake ya samaki. Nikamsujudia yule jambazi kwa sababu ya harufu yake ya manukato ya gharama. Niliingia mkataba na shetani. Nilipanga njama, nikatengeneza uongo, na nikamfanya binti yangu amchukie yule aliyempenda. Niliamini kuwa namjengea Mariamu pepo ya dunia, kumbe nilikuwa namchimbiara kaburi lake mwenyewe. Wazazi wenzangu, nawahusia leo. 1. Msiingilie nafsi za watoto wenu. Mapenzi ni siri ya watu wawili. Pakiingia mtu wa tatu,
hata kama ni mzazi, kwa ajili ya kuvuruga kwa maslahi ya mali, hapo baraka huondoka na laana huingia. 2. Umaskini si kilema. Leo mnamfukuza kijana maskini anayekuja na heshima, kesho mnamkaribisha tajiri jambazi anayekuja na maangamizi. Msiangalie mfuko wa mwanaume, angalieni hofu yake kwa Mungu na upendo wake kwa binti yenu. 3. Unafiki haulipi. Nilidhani nimefanikiwa kumtenganisha Mariam na Abdul, lakini nilichofanikiwa ni kumfanya binti yangu anywe sumu. Leo hii nina nyumba kubwa, lakini haina sauti ya mwanangu. Nina gari zuri, lakini halina wa kumbeba. Ndugu zangu, msimamo wa dini yetu ni kuwaongoza watoto wetu, si kuwamiliki kama bidhaa za sokoni. Msimuue Mariamu mwingine kwa tamaa zenu. Mimi leo naishi na kivuli cha majuto, na mke wangu ameniacha kwa sababu ya mikono yangu michafu. Muogopeni Allah katika haki za watoto wenu. Na waomba mnisamehe, na mchukue funzo hili liwe kinga katika familia zenu. Simulizi hii ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Tunajifunza kuwa ukweli utabaki kuwa ukweli, na uongo una tabia ya kufichuka wakati ambao huwezi kurekebisha chochote.